Mpendwa mtazamaji wa ukurasa wetu wa YouTube na Facebook Diocese of Musoma. Karibu katika kipindi maalum ambacho leo tunakwenda kuzungumza na mafrateli ambao wako katika nyumba ya malezi ya Mtakatifu Karoli Lwanga. Ikiwa kesho ni siku ya mtakatifu huyu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Hongereni kwa utume. Asante. Mnajisikiaje? Tunajisikia vizuri. Maisha ya utume yakoje? Shukuru Mungu. Basi moja kwa moja niwakaribishe katika kipindi hiki ambacho tunaenda kuzungumzia maisha na historia ya Mtakatifu Karoli Lwanga hapa jimboni Musoma, ambapo ndiye msimamizi wa nyumba yenu ya malezi. Utajitambulisha unaitwa nani, lakini pia utatuambia unatokea parokia gani, lakini pia utatushirikisha ni kwa namna gani umeweza kufika katika jimbo letu la Musoma na kuanza maisha yako ya malezi ya upadri. Karibu. Asante. Naitwa Frateli Alexander Mwita Samson. Ni frate wa jimbo Katoliki la Musoma. Nipo mwaka wa malezi hapa jimbo Katoliki la Musoma. Natokea parokia ya Mtakatifu Mikaeli Silari, na nashukuru sana kwa ujio wako. Sema karibu tena. Asante sana. Asante. Naitwa Frateli Amos Arnold Noeli, kutoka parokia ya Musoma mjini. Tushirikishe kidogo. Ni kwa nini uliamua kuingia katika malezi haya ya upadri? Kwanza kabisa, unapokuwa unaongelea malezi ya upadre, tunasema ni wito ambao ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Inaweza ikawa ni ngumu sana kumweza kumwelezea mtu namna ya wito huu ulivyo, lakini ni msukumo wa ndani, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaongea na dhamiri za kwetu sisi. Kwa hiyo ninaweza nikasema kwamba msukumo ulionisukuma mimi kuja kujiunga na malezi haya ili kufikia upadre ni dhamiri yangu pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mwenyezi Mungu aliweza kutufunulia sisi, na hasa nikaja kujiunga kwa sababu ya msukumo huo wa dhamiri yangu. Asante sana. Wito wa upadre ni sauti ya ndani inayomwezesha mtu kusikia kile anachoitwa na Mwenyezi Mungu. Wito wa upadre niliupenda baada ya kuona Padre Alois Gaspari Magabe aliyekuwa motivate sana kwa kuhubiri neno lake na kwa kutoa huduma kwa wagonjwa na wazee. Kwa hiyo kupitia yeye nilivutiwa sana na wito huo, nikaupenda na nikawa ndoto yangu siku moja nije nitimize wito huo. Kwa kipindi hiki ambacho mko hapa malezini, mnafurahiaje utume wenu kwa kuelekea kwa padri? Kwa kweli naweza nikasema kwamba kwa sababu ni zawadi ya kipekee kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa kila jambo halikosi changamoto, lakini tukiwa tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa kweli tunafurahia utume ambao tunaufanya, kwa sababu utume wetu kwanza kabisa ni maisha ya kijamii hapa, na kutokana na maisha ya kijamii hapa kuna kipindi pia tulitoka nje kwa ajili ya kufanya utume mdogo, tunaweza tukasema ni utume wa kuleta uzoefu katika maisha yetu ya upadre. Wengine tulienda hapa maparokiani, wengine walienda kwenye sehemu tofauti tofauti katika taasisi za jimbo katika kufanya huo utume. Na sisi furaha yetu kubwa ni kwamba kuona tunakuwa ni watumishi wa kila sehemu, kwa sababu wito wa padre tumeitwa ili kutumikia watu. Na sisi furaha yetu kubwa hasa kwangu mimi ni namna ninaweza kuwafikia watu na kuwatumikia. Hiyo ndio furaha yangu mpaka sasa hivi. Shirikisha kidogo. Katika wito huu ambao nimeuendea, furaha kubwa ni kuwa karibu na kanisa. Furaha kubwa zaidi ni kuwa karibu na kanisa na kuwa karibu na waumini. Tunapokuwa karibu na waumini na kutoa huduma, ni kitu ambacho tunakifurahia na tunatamani kuendelea kukifanya mara kwa mara. Kwa hiyo tunaposema ukiwa unafanya kitu kwa mapenzi yote na kwa furaha, ni kile kitu ambacho nakipenda. Kwa hiyo tunaposema kwamba wito huu unatupatia furaha katika maisha yetu na kuwa na amani. Kwa hiyo nikusema kwamba furaha ambayo tunaipata hapa ni kuwa karibu na kanisa, kuwa karibu na waumini na kutoa huduma kwa wengine. Kesho tuna sherehe ya Mtakatifu Karoli Lwanga. Ni vitu gani basi mnavyojifunza kutoka kwa mtakatifu huyu? Mtakatifu Karoli Lwanga, mtakatifu aliyetangazwa kuwa mtakatifu ni katika nchi ya Uganda. Tunafahamu kabisa katika historia yake mwaka 1880 ndipo historia inasema kwamba alizaliwa, lakini baada ya kuzaliwa katika ufalme huo uliokuwepo Uganda huko, kwa kipindi hicho kilikuwa nafahamika kama Buganda. Basi tukiangalia historia inavyosema
namna walivyokuwa wanaishi kwa maisha ya zamani kabla ya Ukristo kupelekwa pale. Na baada ya Ukristo kupelekwa pale, tunaambiwa kwamba kundi la vijana na kundi la watu walibadili mtazamo wao wa mwanzo kwa kufuata mambo ya dini baada ya kubatizwa na mapadri walioingia wa missionary, mapadri wa White Fathers. Sasa miongoni mwa hawa watu alikuwepo ni Karoli Lwanga. Alikuwa ni kijana ambaye kwa kipindi hicho alikuwa anafanya kazi katika serikali ya mfalme huyo. Sasa katika maisha yake, hasa kufikia kutangazwa kuwa mtakatifu, mambo makubwa ambayo yamesababisha yeye kuja kuwa mtakatifu, cha kwanza ni mfia dini. Alifia na alipigania dini yake katika kipindi hicho, na tunasema kwamba alikuwa ni kijana. Sasa sababu mojawapo ambayo ilimfanya yeye kuwa mtakatifu, msimamizi wa kwetu sisi nyumba ya malezi, kwanza kabisa ni msimamizi wanaobadilisha mitazamo ya zamani, kwamba anakuja kugeuka. Tunasema kwamba hao ni wale ambao tunaweza tukasema kwa lugha ya kwetu, wale ambao wana convert kutoka katika maisha ya katikimeni kuja kuwa Wakristo kwa kubatizwa. Lakini pia ni mtakatifu msimamizi wa shughuli za Kiafrika za ujana, ambazo tunasema ni zile shughuli za Katoliki za vijana. Tunaweza kusema kama kwetu sisi hapa hii ni shughuli ya Kiafrika ya kimalezi. Kwa hiyo hasa katika hilo swala na katika hilo eneo, kwamba tunaona sasa anakuja kuwa msimamizi wetu, mtakatifu msimamizi wetu, kwa sababu alikuwa kwanza ni kijana, alafu pia alikuwa ni mfia dini. Kwa hiyo kwa sababu ya kufuata maisha hayo, tunakumbuka kwamba tunapaswa kufanya kipi ili kuja kufikia maisha yetu ya upadri. Kwa namna moja au nyingine, ninyi kama vijana mnaiga mienendo yake na tabia zake mpaka nafia dini. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu mnataka kutumia nguvu zenu za ujana kwa ajili ya kueneza neno la Mungu. Ni kweli kabisa kwamba tunapaswa kufuata misingi ambayo kama yeye aliyoitumia mwanzoni. Kwanza kabisa ile roho ya utayari ya kubeba kilicholetwa na wamisionari. Na hasa tunapokuja tumesema kwamba sisi tulisikia sauti ya ndani katika dhamiri zetu. Kwa hiyo baada ya kusikia, tunafuata mienendo yake, kwamba alikuwa na ule utayari wa kulichukua neno kutoka kwa misionari na kulitangaza kwa watu, kwamba ana uwezo wa kubadilika na kutetea dini yake mpaka kufa. Kwa hiyo ndivyo sisi, ndio maana tunakuwa kwamba ni msimamizi wa nyumba ya malezi. Juni 3 kila mwaka tunakumbuka kumbukizi ya Mtakatifu Karoli Lwanga, ambaye pia ni msimamizi wa nyumba ya malezi wa jimbo la Musoma. Mtakatifu Karoli Lwanga kuanzia mwaka 1885 mpaka 1887 walipitia kipindi kigumu sana huko Uganda, kutokana na mfalme Kabaka wa pili aliyekuwa hafati misingi au taratibu za Kikristo. Alikuwa anafanya mambo kinyume na dini ya Kikristo. Kwa hiyo Mtakatifu Karoli Lwanga na wenzake walijaribu kufia dini na kusimamia ukweli, kutangaza ukweli wa Kristo. Kupitia hayo ikapelekea wakaadhibiwa kwa kuuawa na kumwaga damu. Sisi kama vijana tunajifunza vingi sana kutoka kwa Mtakatifu Karoli Lwanga. Moja, ushupavu na ujasiri wa kumtangaza Kristo popote. Hilo jambo ni nadra sana kwa vijana wa wakati huu, wanakuwa na hofu na uoga wa kumtangaza Yesu Kristo. Sasa sisi kwa kupitia Mtakatifu Karoli Lwanga ambaye ni msimamizi wa nyumba yetu ya Formation, anatupatia ujasiri wa kuweza kumweneza Yesu Kristo, kumtangaza popote bila kuwa na uoga na kutiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Pili, Mtakatifu Karoli Lwanga anatuasa sisi vijana katika ujana wetu tujitoe kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote kumtangaza Yesu Kristo. Kwa hiyo kupitia maisha haya, ninyi sasa vijana mnatoa wito gani kwa vijana wengine? Cha kwanza kabisa, unaweza kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa kulingana na wito aliokuitia. Sio lazima kuja kuwa padri au sio lazima ukaoe, lakini tunachoangalia cha msingi kabisa ni kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa moyo wote. Tunaangalia kwamba maisha ya Mtakatifu Karoli Lwanga hakuwa ni padri, alikuwa ni mlei wa kawaida, lakini alimtumikia Mwenyezi Mungu mpaka kuyatoa maisha yake. Tuondoa, tukumbuke kwamba sio sisi ambao tunataka kuwa, bali ni Mungu mwenyewe anayetuita.
kutokana na changamoto ya sayansi na teknolojia ya sasa hivi, vijana wengi wanaweza kusema kwamba hakuna wito wa upadre, lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu wito huo upo na Mwenyezi Mungu anawaita watu wake katika kila hali. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba katika kupitia maisha ya Mtakatifu Karoli Lwanga tunaamini kuwa Mwenyezi Mungu anaita na bado tunaendelea kuita ingali kuna changamoto za sayansi na teknolojia. Labda kwa maisha yenu mlioanza sasa hapa katika eneo hili la seminari, ni changamoto gani labda mnazozipitia ninyi? Changamoto ni nyingi. Tukianza kuongelea changamoto za kijumuiya, changamoto zipo, lakini pia changamoto binafsi, changamoto zipo. Changamoto ya kwanza, mimi kama mtu binafsi sasa naweza nikasema kwamba ni kulingana na maisha niliyokuwa nimeyazoea mwanzo na maisha sasa hivi. Maisha niliyokuwa nimeyazoea mwanzo ni namna nilivyokuwa najihusisha na vitu ambavyo labda kwa kipindi kile nilikuwa sifahamu kwamba hivi vitu vinapaswa kuwa vipi. Lakini katika ile kuja kuhamisha sasa mawazo yangu na fikra, mwanzo ndio nilipata changamoto, lakini kwa sasa hivi nafurahia kwa sababu sasa hivi ninafahamu kabisa kipi ni kipi. Lakini maisha ya kijumuiya tunafahamu, hata mitaani huko tunaishi kama jumuiya, changamoto ni nyingi. Lakini katika changamoto hizo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea nazo. Unaweza ikawa changamoto ndogo ndogo tu hizi, lakini katika sala tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Changamoto katika maisha haya tuliyochagua ni kwanza ni kutengwa. Hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo unaposema kwamba nataka kujiunga na malezi ya upadre, ni changamoto ambayo jamii nzima inakuangalia katika jicho la tofauti sana. Ni kama mtu ambaye umepotea dira au umekosea maisha. Hiyo ni changamoto moja kubwa sana ambayo inakatisha wengi tamaa. Changamoto nyingine ni ule utayari wa vijana kumtumikia Mwenyezi Mungu. Sasa hivi tupo katika ulimwengu ambao wa utandawazi. Kwa hiyo vijana kuona kuwa muda wote yuko close sana na kanisa, anasali sana, inaonekana basi inamnyima uhuru. Kwa hiyo hicho kitu ni changamoto kubwa sana kwa vijana, ule utayari wa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mnachotaka kutuambia ni kwamba vijana wanapoitwa wasisite, kwa sababu maisha ya kujitoa sadaka mbele za Mungu yana faida yake. Tunaweza mkatuonyesha kidogo faida ambazo sisi tulioko nje ambao hatujaingia katika maisha ya malezi tunaweza tukazipata hizo faida? Cha kwanza kabisa, kutokana na mimi baada ya kuitikia wito, naweza nikasema baada ya kuitikia wito, faida ya kwanza nimejifunza kujimaster mwenyewe. Naweza nikajiongoza mwenyewe kwa kiwango kikubwa. Siwezi kusema kwamba mwanzo nilikuwa siwezi kujiongoza, lakini sasa hivi naweza kujiongoza katika misingi iliyo bora. Kutokana na mbinu ambazo wanazitumia walezi wetu zinatusaidia pia, lakini katika mazingira hayo tumesikia kama mwenzangu alivyosema, kutokana na changamoto hizo kwamba watu wanakutenga na watu wanakufanya nini, unakuwa unakumbana na changamoto kwa sababu hao watu ndio unakuja kuwahudumia. Unapokuwa una interact nao unakuja kufahamu kwamba ninapaswa kufanya kipi na kipi na kipi na kipi. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nimejifunza kutokana na maisha yangu haya ambao watu wengine wanaweza wasikijue, lakini madhara wanaweza wasikifahamu pia kama hicho kitu kipo, ni kuweza kujitambua mwenyewe kwa kiwango kikubwa sana. Siwezi kusema kwamba wengine hawezi kujitambua, lakini hapana, kwa kiwango kikubwa. Lakini kwa tuseme kama tunda lingine ambalo mimi nalipata kama faida ni ukaribu na Mwenyezi Mungu. Naweza nikajitolea mimi mwenyewe mfano. Kuna baadhi ya mambo mengi ambayo nimekuwa nikipitia kama changamoto, nikienda sababu ukaribu wa kanisani, nikisali kwa kweli yanatokea na Mwenyezi Mungu ninaona faida yake kabisa. Nimesali na Mwenyezi Mungu kanisaidia. Kwa hiyo ni sababu naweza nikasema ni faida mbili ambazo ni kubwa sana kwangu. Katika maisha haya kuna faida nyingi sana ambazo siwezi kusema ni nyingi mpaka nyingine haziwezi kuelezeka. Ya kwanza ni kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Ukiwa karibu na Mwenyezi Mungu kama kijana, kuna faida kubwa sana ambapo itakupelekea wewe pia uwe na maisha mazuri katika ulimwengu huu. Kwanza unaweza kupata fadhila za kimungu, kuwa na matumaini, imani, upendo, unyenyekevu ambao utakusaidia kuishi vyema na wenzako. Kitu cha pili ambacho kuna faida katika maisha haya ni kuwa karibu na jamii, kuhudumia wazee, wagonjwa. Pia katika maandiko tunaambia Mwenyezi Mungu unapomsaidia mwenzako, baraka zinazidi kuongezeka kwako.
Kwa hiyo katika maisha hayo kuwa karibu na watu, kuwahudumia ni baraka pia ambazo tunazivuna kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tunapoelekea sikukuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga, ni mengi ambayo mmeweza kutushirikisha kama waamini, kama walei, kama jamii nzima kwa ujumla, ambayo yanaenda kuwajenga si ninyi tu, pia hata sisi kama walei, ambapo mmetueleza. Mimi hata nilikuwa sifahamu kama hakuwa padri, kumbe alikuwa ni mlei wa kawaida, lakini kupitia maisha yake unaona kama vijana mmeweza kujifunza mengi kupitia kwake, na hatimaye kumbe ndio maana nyumba yenu ya malezi ina Mtakatifu Karoli Lwanga, kwa sababu alikuwa ni kijana na alipambana mpaka akafia dini. Kuona ninyi mmejitoa sadaka kwa ajili ya kulifia dini mkiwa na nguvu, ambapo hizo nguvu mngeweza kuzitumia katika mambo mbalimbali, kujenga uchumi, ambapo huku nako mtaendelea kutujenga kiuchumi waamini kupitia homilia zenu, kupitia mafundisho yenu, kupitia semina mbalimbali ambazo mtaziandaa kulingana na makundi mbalimbali ambayo ni marika. Kuna rika la utoto Yesu, kuna rika la viwawa, kuna rika la wazee. Kwa sisi tuwashukuru kwa sababu na sisi tuko nyuma yenu, tunaendelea kuwaombea ili Mwenyezi Mungu azidi kuwasaidia na kuweza kuwafanikishia ile hamu ya kiu yenu, hamu ya ndoto zenu iweze kutimia. Basi mimi niwashukuru, labda kama mna lingine la kuongezea mnaweza mkalisema kabla sijafunga. Cha kuongezea zaidi ni kwa vijana. Vijana wajitokeze sana kumtumikia Mwenyezi Mungu. Wajue umuhimu wa kuwa karibu na kanisa, wajue umuhimu wa kuwa karibu na Ekaristi, Yesu wa Ekaristi. Hiyo itawasaidia sana katika maisha yao. Hata kama hautokuja kwenye wito wa upadri au utawa, pia katika wito wa ndoa, sala, kusali pamoja kama familia ni jambo jema sana ambalo litainjilisha katika familia na kupata Wakristo wa kweli na kumtangaza Yesu Kristo huko majumbani. Naweza nikasema kwamba kitu ambacho naweza nikaongezea hasa kabisa ni wito wangu kwa makundi mbalimbali ya walei, lakini pia wakreli ambao ni viongozi wetu wa kanisa. Nikianza na katika walei, sasa wazazi tuwe chanzo au misukumo ya mwanzo kabisa katika kukuza mito. Inaweza ikawa ni mito ya ndoa, mito mitakatifu ya upadre. Sasa tukiongelea sasa mito mitakatifu ya upadre na utawa, nilikuwa ninaomba wazazi wawe mchango wa kwanza kabisa kwa support watoto wao wanapokuwa wanaonekana wana wito. Unajua mzazi ndio mtu wa kwanza ambaye anafahamu kwamba mwanangu kweli anapenda hiki, anapenda hiki. Katika michezo ile ndipo huwa tunawatambua mtoto huyo atakuwa sister, atakuwa padri, atakuwa mwalimu. Kwa sababu mzazi ndio darasa la kwanza. Anapoona kitu kitakatifu kama hicho, inaweza ikatumika kama ilivyotokea kwa Samueli na kina Yeremia huko. Mzazi ndio ukawa mtu wa kwanza kufahamu wito wa mwanangu, kumbe ni kuwa padri. Ngoja ni msapoti katika hichi. Tunafahamu kabisa mkoa wetu wa Mara una tamaduni zake na mila za kwake, lakini sasa tusiwe wa kwanza kuikataa. Tujaribu kubadilika kama Mtakatifu Karoli Lwanga alivyokuwa yeye mwenyewe, alibadilika kwa ajili ya ukuu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tujaribu kuingiza maisha ya Kikristo katika maisha yetu ya kawaida na tuwe chanzo cha mito. Lakini pia kwa wakubwa zetu tutoe masemina ya mara kwa mara, hasa katika sehemu ambazo hazifikiki kama mashuleni au huko, ndio sehemu ambazo tunaweza tukachota mito mingi. Na kwa sababu tunafahamu kabisa maandiko yanasema tumuombe Bwana wa mavuno apeleke watendakazi. Watendakazi ni wachache kwa kweli, lakini hatusemi kwamba ni wachache kiasi hicho, hapana. Wapo sasa, lakini ni namna ya kuweza kuwasaidia waweze kufikia. Kwa hiyo tunakushukuru sana, na kupitia nyie tunaamini kwamba kila kitu kitaenda viral na kitasikika na watu wengi. Kwa hiyo kupitia nyie tunaongeza mito, na sisi mzidi kutuombea ili tuweze kufikia alichokianzisha Mwenyezi Mungu ndani yetu. Asante. Mimi niwashukuru kwanza kwa kutenga muda wenu kuwa nami tangu tulivyoanza mahojiano yetu mpaka hapa. Niseme asanteni kwa niaba ya idara ya mawasiliano. Mpendwa mtazamaji, nikushukuru kwa kuwa nasi. Tulikuwa na mahojiano hapa na mafrateri ambao wako katika nyumba ya malezi ya Mtakatifu Karoli Lwanga, ikiwa kesho tarehe 3 mwezi wa 6 ni sikukuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga. Kwa hiyo tulikuwa tunapata mawili matatu na kujifunza zaidi ni kwa namna gani mtakatifu huyu amekuwa kielelezo kwao na katika maisha yao ya utume huu wanapoelekea utume wa upadri. Ulikuwa nami wako Veronica Modesti kutoka idara ya mawasiliano Jimbo Katoliki la Musoma. Asante na karibu tena.